katika hizi habari kuna mambo mingi sana ambayo inapata kujifunua pale, na kitu ambayo nataka uipee ujumbe ni ya kwamba, yani hiyo ilikuwa ni ya kwamba was it a must that Lazarus should be resurrected, lakini sasa nataka ikuwa yako, is it a must that I should be resurrected? Kwa Kiswahili ni ya kwamba ni lazima ya kwamba nikafufuliwe. Uliza jirani, ni lazima ya kwamba mimi nifufuliwe? Bwana Yesu asifiwe. Maana napenda kwamba katika nafasi hii tunaambiwa kwamba wakati Yesu alipokuwa mahali katika Injili anafanya kazi yake, anapata habari ya kwamba Lazaro ambaye unampenda amekufa. Na Biblia inasema kwamba na Yesu akachukua siku 2 zaidi. Yaani unaambia kwamba mwenye umependa ni mgonjwa, naye anachukua siku 2 zaidi, na anasema ya kwamba hata magonjwa haya hayatasababisha mauti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo alikuwa katika nafasi, tunaambia kwamba na Yesu alipenda hiyo jamii. Alipenda Martha, akapenda Lazaro, akapenda pia na dada yake Mary. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu walikuwa na ushirika. Ni kwa sababu ilikuwa ni jamii iliyofungua milango, Yesu akaingia. Ni kwa sababu walimhusisha Yesu katika kila jambo walilolifanya. Na ndio maana pale kwamba nafasi hii ya magonjwa inakuja, na Yesu akajua kwamba hii magonjwa itasababisha mpaka Lazaro akakufe. Lakini anasema ya kwamba hii magonjwa haitakuwa ya mauti, bali itakuwa ni ya Mungu kutukuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna hali zingine katika maisha unapata kwamba zinaweza tokea zikasababishe ukaonekane umekufa. Kuna hali katika maisha kunaweza pale kwamba ni kama zishakufa mpaka umezika, zimekufa mpaka umezisahau. Tunaambia kwamba Lazaro alikuwa kaburini, zimepita siku 4, na hata Martha anathibitisha, anasema kwamba huyu jamaa anaweza kuwa ananuka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata kwamba wakati Martha anaenda kukutana, anasikia Yesu anakuja, anaenda kukutana na Yesu, tunaambia kwamba aliuliza swali la kwanza, Yesu ungekuwepo ndugu yangu angekufa. Na ni ukweli ya kwamba Yesu angekuwepo, hiyo hali ambayo unapitia huenda ungepitia. Lakini wakati mwingine Yesu anaamua kukaa mbali, hiyo hali kuja ifanyike katika maisha yako, ili ya kwamba utukufu wa Bwana ukajirishe wakati ambapo anakuja kuonekana katika maisha yako. Kuna hali zingine Yesu anajua unapitia, na anakuona ya kwamba unapitia. Hicho kilio ambacho unalia anajua. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini zingine ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana kaweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Na swali ni ya kwamba, je, wewe wakati unapomuita Yesu anakuja? Katika familia yako unapomuita Yesu anakuja? Ni uhusiano gani ambao umetengeneza na Yesu Kristo? Bwana Yesu apewe sifa. Usiku tumekuwa tukiongelea hapa habari ya Martha na Mary. Tukawa tunaambia kwamba Martha yeye ndiye alimkaribisha Yesu Kristo kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unapata kwamba katika makaribisho yeye anaenda kuanza kutengeneza chakula, na Mary naye anaamua kukaa chini ya Yesu, miguu ya Yesu Kristo. Martha anaanza kunung'unika. Yesu naye anamwambia kwamba wewe umeenda kusumbukana na mambo mengi, lakini kuna jambo moja tu ambalo lifaa ufanye, na Mary amelichagua hilo, ni kusikiza neno langu, ni kusikiza habari ambayo nimeibeba, ni kusikiza ujumbe ambao niko nayo kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tutembee polepole, tumesoma hiyo maandiko yote. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna vitu ambazo nataka kwamba ukaweze kuziangalia katika umakini. Wakati Martha yeye anakuwa kwanza kukutana na Yesu Kristo. Lakini wakati anaanza na manunguniko na kusema ya kwamba ungekuwa hapa Rabi, dada ndugu yangu hangelikufa. Ungekuwa hapa, hii hali ingepatikana. Hata Yesu anamwambia kwamba, je, Bwana hujui ya kwamba mimi ndio ufufuo na uzima, na yote ambaye niaminie licha kwamba anaweza kufa lakini ataishi tena. Na Martha anamwambia kwamba ninajua ni wakati wa kiyama ndio utakuja kutenda haya. Yesu anamwambia hapana, I'm the author of life. I'm the one who can command life. I'm the one who can resurrect. To what extent do you believe Jesus?
Ni kwa kiwango gani unachoamini Yesu Kristo? Wakati hili neno linapokuja, unaamini tu ya kwamba ni maneno yaliyoandikwa katika Biblia, ama unaamini ya kwamba ni mambo inaweza tendeka katika maisha hata leo hii? Bwana Yesu asifiwe. Maana ni ukweli ya kwamba tunaweza kuwa tuko katika kanisa, tunaweza kuwa tunakuja tunasikia injili, tunahubiriwa, lakini baada ya kuhubiriwa hili neno uliweka katika matendo, unaona kama liliongelea tu kwa watu ambao katika Biblia, lakini aliongea kwa maisha yangu leo hii. Ndio huyu Yesu anasema ya kwamba mimi ndio ufufuo na uzima. Na jambo ambalo nilikuwa nakuja kujifunza hapa ni ya kwamba kwa wokovu kuingia katika mji wa kina Lazaro, wa kina Martha na wa kina Mary, Martha ndiye alifungua mlango wa hiyo wokovu kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kuna mtu anafaidika sana, ni kama Mary alifaidika pakubwa sana. Ni kama Lazaro alifaidika hapo kafufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua nani alifungua mlango wa wokovu kuingia kwenu. Haleluya. Inaweza kuwa ni wewe, lakini baada ya kwamba huenda kuna mazoea unaweza kuja ulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Yesu kikawaida. Hata maneno ambayo Yesu anaongea hatuyaamini, hatuyatilii katika matendo. Na wakati unapokosa kuyaweka katika matendo, unapata ya kwamba kuna vitu ambazo zitakupita. Unapata ya kwamba kiwango chako cha imani kitarudi chini. Utapata ya kwamba kukua kwako kunakuwa polepole. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imeanza na kusema ya kwamba mji wa Martha na Mary ambaye alimpaka Yesu Kristo mafuta. Nataka uanze kuangalia encounters za Mary na Yesu Kristo. Mary mwanzo anapokutana na Yesu Kristo, wanamjua ni kahaba, wanajua ni mtu ambaye anatembea katika njia ambayo sio mzuri, lakini anaenda mbele ya Bwana na mafuta ya gharama. Hata Judas akawa anasema kwamba hauishi mafuta ingekusanywa na ikauzwe na wakapee maskini. Lakini unasema kwamba ilikuwa ni ubinafsi wake ambayo ilikuwa inafanya anaongea hivyo. Si ya kwamba alikuwa na kusudi njema. Wamekuwa wakifundisha hapa asubuhi kuhusu mafundisho, kuhusu kupeana ama kutoa mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni ukweli ya kwamba kuna sadaka ambazo zilikuwa zinapeana katika Agano la Kale. Kuna dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa. Dhabihu hata za ng'ombe zinachinjwa, kondoo zinachinjwa, zinaletwa katika madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu tukakuja katika enzi ya neema, tunasema ya kwamba Kristo alitukufia msalabani na ya kwamba alilipa gharama. Huyo mwenye alilipa gharama ndiye alisema kwamba pia jitwike munira yangu na ukaweze kunifuata. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba jitwike msalaba na ukanifuate nini? Kumaanisha kwamba kuna kitu lazima ukaweze kufanya. Haleluya. Tunafika mahali tunadanganyana, nasema ya kwamba wokovu ni wa bure. Hiyo wokovu iligharimu maisha ya mtu. Na huyo mwenye iligharimu maisha yake, chenye alipitia ndio chenye anasema ya kwamba tupitie. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mstari katika Wafilipi 3:10. Paulo anasema ya kwamba ninataka nikamjue Kristo na nguvu zilizomtoa katika wafu, na hata nikawa na ushirika katika mateso yake, ili ya kwamba nikafufuliwa kama yeye wakati wa kiyama. Na wewe unaogopa hiyo mateso, na wewe unaogopa hiyo gharama, na wewe unaogopa kusimama na kazi ya Mungu. How do you expect to look like him? Bwana Yesu apewe sifa. Wacha sasa nikuchanue. Kuna watu wanasema kwamba Malaki 3:10 ni Agano la Kale. Wacha nikubaliana na wewe hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni kwa sababu Agano la Kale lilikuwa na sheria. Sasa wacha nikuchanue. Agano la Jipya nalo ni ya kwamba 10% is the minimum amount you should give to God. Tunaelewana? Yaani wakati wa neema unaenda wewe wote, unajipeana. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba wekeni hazina zenu pale ambapo wadudu hawezi haribu, pale ambapo mwizi hawezi haribu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasema ya kwamba hizo hazina, penye hazina yako iko ni penye moyo wako huko.
Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kwamba tukaabudu Bwana na mali zetu na vitu zetu. Haleluya. Tukisema hii wokovu ni bure na neema iko. Nani tukisema kwamba tuende tukae hapa nje tuanze kuabudu hapa nje jua ikiwaka bila hii mitambo, wangapi watavumilia kukaa kwa hiyo ibada? Tusemezane ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanasema watavumilia. Pastor, hata mimi nitakutoroka kama nikukaa kwa jua hapa nje, kwa sababu tumeogopa kutoa, ili ya kwamba renti ipatikane, ili ya kwamba tukae chini ya kivuli, ili ya kwamba mitambo ikafanya kazi. Mimi siwezi. Haleluya. Na hii mambo ambayo tunafanya, tunasema ya kwamba kazi ya Mungu hatuwezi toa, lakini tukienda kwa vyama zetu zinaendelezwa na pesa. Watu tunasema umejua kuna pesa ambayo pesa ya meza, si yani kila siku mnapokutana apart from miracle kuna pesa tu ambayo mnaweka kwa hazina ya kurani ofisi. Na mbona usiwafikiria kwamba wakati tunapokutana hivi kuna pesa tu, hata usiita sadaka, kuna pesa tu inafaa run ofisi ya kanisa. Maana Mary anajua kwamba kuna gharama na anakuja tayari, na wanasema kwamba hiyo mafuta ilikuwa expensive na akawa ameiweka kwa muda na akakuja tu nayo kwa ajili ya kupaka miguu Yesu Kristo. Mwingine ataniambia kwamba alikuwa anapaka Yesu Kristo kabla akufe. Sasa wacha nikukumbushe tofauti ambayo inapatikana kati ya Mary na mitume ni ya kwamba wakati Mary alipojua ya kwamba ni siku ya 3 na Yesu amekufa hapo katika kaburi, alienda pia na manukato ili ya kwamba kwenda kupaka mwili wake. Yule ambaye amekufa, yule ambaye alimuokoa, lakini akasema waacha niende ili ya kwamba nikapake mafuta mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Na alipopata mwili wa Yesu Kristo huko, wengine waliondoka, lakini akasema kwamba mtaniambia mmepeleka wapi Bwana wangu? Mtaniambia penye mmempeleka. Akawa anaita Bwana, akawa analia, na akabaki pale akasema ninataka lazima nikamuone Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijajua ni kiwango gani ambacho umeamua kumkuamilia Kristo. Sijajua ni kiwango gani ambao umeamua kumshikilia. Sijajua kama kiwango ambacho umekuamilia Kristo kinaweza peana sababu ya yeye kukufufua kutoka katika mauti ambayo uko ndani, kutoka katika kilio ambacho uko ndani, kutoka ile kaburi ambalo umeweza kuwekwa ndani. Maana kuna makaburi watu uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hali ya maisha yako unapata kwamba kuna blackout. Labda ukiangalia ndoa unapata kwamba kuna blackout. Labda ukiangalia biashara yako unapata kwamba vitu hazisongi. Labda kuna kazi unafanya lakini unapata kwamba hizo pesa hazikusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo hii aliposikia sauti ya kwamba yule mpendaye amekufa na ya kwamba jamii ambayo unaipenda inaomboleza, wacha nikwambie, hakuna matanga yenye Yesu aliwahi hudhuria na akatoka pale kama watu wangali wanalia. Hapana. Hata alikutana na binti ya Lazarus ya nani? Was it Jairus? Kwa barabara wakawa wamebeba amekufa, lakini wakati ambapo alikutana na yeye walitoka pale wakishangilia, walitoka pale maana uzima umepatikana. Na wewe pia nataka nikwambia kwamba when you have a right encounter with Jesus, you will come out of this place celebrating. You will come out of your family celebrating. You will stand tall because you are celebrating what he has done. Hallelujah. Mary akaambia kwamba Yesu amekuja. Na Biblia inasema kwamba penye Martha alikutana na Yesu, ndio penye Yesu alibaki tu. Na Mary akaamuka. Wakati ambapo aliamuka kuna umati mkubwa sana ambao ilimfuata. Wakasema ni kama anaenda kwa kaburi kwenda kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati unapolia kuna watu ambao wako na wewe kusaidia kulia, lakini si hawako tayari kusaidia kucheka. Yaani kama kuna wengine wanaweza kuwa na furahia katika hali ambayo uko ndani. Haleluya. Wakati ambapo alienda, tunaambia kwamba yeye kukutana na Yesu Kristo. Mwalimu wangu natamani ya kwamba hii maneno yenye anasema unaangalia mstari mahali penye niko so that naweza kuambia soma hiyo mstari. Yaani mimi sitaki kurudi huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali
mahali penye Mary anarudi, anaenda penye Yesu ako, na Biblia inasema kwamba Mary akaanguka chini ya miguu ya Yesu Kristo. Na mstari gani hiyo? Hata yeyote tu ambaye ameiona unaweza tuambia na utusome. Penye Mary anaenda kukutana na Yesu Kristo. Angalia kuanzia 32. Naweza tusomeni. Yes. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. They are finishing with the same statement. Bwana, kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa. Hata Mary naye pia alisema hivyo, ya kwamba Bwana, kama ungalikuwepo ndugu yangu hangalikufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata kwamba kuna utofauti. Amidst of trouble, amidst of problems, amidst of crying, still Mary could still worship God. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ya kwamba majaribu ndio hii, ni wakati wa kuomboleza, ni wakati wa kifo, lakini Mary anaenda na sujudu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Anakubali kumwabudu Kristo. Basi anamwambia, Bwana, ninajua kwamba ungalikuwepo hapa ndugu yangu angalikufa. Lakini wengine wetu na kuchukua njia ya mada. Wakati ambapo tuko kwa shida ni kwenda kuanza kunung'unika, ni kwenda kulalamika. Hata hataki kukaribisha Yesu, hataki kualika uwepo wake, hatutaki kumuimbia. Tunaenda tuna shida zetu, wewe unaanza kulalamika vile ambavyo alikuacha, vile ambavyo alikosekana wakati ambapo ndugu yake alikuwa anakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tubadilishe mtindo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mtaniruhusu nimchokoze kidogo. Haleluya. Mimi niko na mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Niko na mazoea ya kwamba anytime wakati ambapo wanataka kuombea kipengele fulani, maombi haiwezi fanywa kama nimekaa. Lakini mtaniruhusu, tunafundishana. Bwana Yesu asifiwe. Mtaniruhusu hapa nime-observe sometime, unless mtu aseme kwamba tusimame tuombe. Imagine masaa yenye wageni wetu wamekuja wanaombewa, lakini tumekaa. Yaani ni wageni tu na mwenye anaomba wamesimama. Jana hata sisi tulichoka. Haleluya. Uliza jirani, mara ngapi ulisimama wakiimba? Ulisimama mara ngapi? Lakini imagine wakati ambapo wanaomba, ni wakati wanakaribisha uwepo wa Yesu Kristo, ni wakati wanaalika Mungu, ni wakati wanazungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulichoka. Haleluya. Ama tuendelee tu hivyo? Wakati mwingine nikawa nimejifunza ya kwamba unaona tu wakati ambapo wana hand over microphone hapa na mtumishi wa Mungu amesimama hapa, haijalishi ni nani, lakini yeye ndiye amebeba mamlaka, yeye ndiye amebeba hiyo sanduku la kano. Tunamkaribisha kwa njia gani? Yaani tunakaa kabla hata tuambie kaa. Tuchukue njia ya Martha ama tuchukue njia ya Mary? Wangapi wanasema ya Mary? Haleluya, chipikie makofi. Yaani napenda kwamba kuna vitu vingine Bwana kitaka kutenda katika maisha yako, inalingana tu ni katika nafasi gani ambayo unamkaribisha katika moyo wako. Ni katika nafasi gani unayemhofu. Wakati mtu anaposimama hapa, usione huyo mtu. Ona Kristo ambaye ananena na wewe. Ona Kristo ambaye anazungumza kwa maisha yako. Ona lile jambo ambalo Bwana amebeba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. This is the secret ambayo Mary, ambaye inaonekana ni mtenda dhambi, alijifunza. Na akasema kwamba siwezi enda uweponi mwa Bwana bila kutoa sadaka. Anaenda na mafuta. Hai wakati watu wanalia, watu wanaomboleza, yeye anaenda na ibada.
wanavunjika, maana anajua kwamba mfalme amekuja, maana anajua kwamba yule ambaye alishinda mauti ndio huyu ambaye akapa, maana anajua kwamba mwenye ufufuo na uzima ndio huyu ambaye ametembelea nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Umejua upendo, hata tukikuja katika boma lenu kuomba na labda kuna mgonjwa pale, imani yako wewe ndio itafanya mgonjwa apone ama asipone. Angalia maana, yaani Yesu amemwambia nitafufua ndugu yako, lakini wakati ambapo anaanza kuelekea kwa kaburi, wanasema Bwana, ninakukumbusha kwamba huyo jamaa amekaa kwa kaburi siku 4 na lazima